Leo nataka kuamini nitaongea mbili, kwa sababu jana tuliweza kuongea moja tu ya the knowledge of God, na leo nataka niongee kuhusu two more divine keys. I want to talk about the consecration and then the Holy Spirit. Those are two keys ambapo nataka kuongea, consecration and the Holy Spirit. Na number one, tukiongea kuhusu consecration is dedicating one's life for a higher use or greater purpose. Yani ni kujitoa kwa Mungu. You dedicate your life. Ujitoe kwa sababu ya higher use, ya kutumika kwa Mungu kwa njia isiyo ya kawaida ama kwa njia ya level ya juu. Unajua kuna kutumika kwa Mungu kwa level ya chini, Bwana sifiwe. Na kuna kutumika kwa Mungu kwa level ya juu sana. Na ukifuatilia katika wale watu wanafanya kazi ya Mungu, you will realize na utaona kuna watu wanatumika na Mungu vizuri na wanatumika kwa level za juu sana. Na wengine ukiangalia wanatumika kwa level ya chini sana. Na kwa hivyo tunasema tunapoendelea katika safari hii tutaweza kujitoa kwa Mungu ili Mungu aweze kututumia kwa njia ya kiungu na njia ya level ya juu sana. Amen. Meaning you as an individual, itabidi utoke kwa level ile huko upate kwa level ya juu sana. Na hiyo ndio tunaita ujitoe kwa Mungu. And the Lord you do that. Na ningetaka kusema in another point ya kwamba the greatest cause we can devote ourselves to is doing the will of God. The greatest cause, sababu ya kujitoa kwa Mungu, blessed be the name of the Lord, is doing the will of God. Yani unajitoa kwa kufanya mapenzi ya Mungu. Na pamoja na mapenzi ya Mungu is living a holy life. So umejitoa kufanya mapenzi ya Mungu, umejitoa kustudy the scripture. Maana nayo mapenzi ya Mungu hauwezi ukayafanya kama hauyajui. Kwa hivyo kuna kazi kubwa hapa ya kujifundisha neno la Mungu, ndio ujue Mungu anatakaga aje. Mapenzi ya Mungu katika maisha yangu ni gani? Mungu anatakaga nini? Ili ukaweze wewe kufanya chenye Mungu anataka. Blessed be the name of the Lord. And then live a holy life. Mahubiri ya utakatifu si watu wengi wanaihubiri sana. Na watu wengi ni kama hawatakangi kuhubiriwa utakatifu. Lakini ni vizuri kuelewa kanisa that God is served in holiness. Blessed be the name of the Lord. Meaning, lazima wewe ujitakase before you come to serve God. There are so many people wanafanyia Mungu kazi na ni kama hawaelewi hii jambo. Mandani ya gosho. I was listening to Apostle Kimani akihubiri kuhusu the deception in serving God. Na akasema there are people who deceive themselves in serving God. Ya kwamba wameinua kufanyia Mungu kazi kushida mambo ile ingine yote. Yani wana ignore their relationship with God, wana ignore the holiness. Yani mind yao inasema ni kufanyia Mungu kazi tu. Na alikuwa anasema there is a deception in serving God, because alikuwa anasema ati kufanyia Mungu kazi inaweza ndio inafaa kuwa climax. Meaning unapotembea na Mungu ujitakaze, utembee kwa utakatifu. Yani mwishoe sababu ya relationship yako na Mungu, sababu ya venye mumeperekana na Mungu, then you can serve God. Amen. Na ninaona watu wengi unaangalia mtu anasema anatumikia Mungu, na hii mambo huwa inanisumbua sana. Kwa sababu mara nyingine najiuliza, mtu anasema amekuja kutumikia Mungu, umekuja kuabudu, kuongoza ibada, lakini wewe uko uchi. Na unasema kwa hakika umekuja kutumikia Mungu. Na kwa hivyo mtu anajiuliza, ni Mungu gani unatumikia?
Because serving God must be accepted by God. And God is served in his own ways. Blessed be the name of the living God. Na watu wengine unaona nao mtu ametoka kwa mganga, ametoka kutembelea madiviners, lakini Sunday utamuona kwa madhabahu anataka kufanyia Mungu kazi. Unaona wengine mtu amelala kwa neighbor. Bwana sifiwe sana. Ametoka kwa neighbor lakini Sunday ako kwa madhabahu ati anafanyia Mungu kazi. Sasa swali langu ni Mungu unafanyia kazi ama umekuja kujipendekeza ama kujionyesha kwetu? Because lazima uelewe the God you are serving, he is served in holiness, na anapenda kufanyiwa kazi kwa mtu anamuelewa. So ni vizuri ujue that your relationship with God is more important than serving him. Bwana tusaidie. Kwa sababu kuperekana na Mungu na kupata encounter ndio kunafaa kusababishe wewe uambie Mungu, blessed be the name of the living God. Yani uambie watu encounters zako na Mungu. I remember when I had the first encounter with God, within me I was feeling nataka kila mtu nimwambie Mungu amefanya nini. Na ninasikia ndani yangu nataka mtu ajue, nimuelezee what I have experienced, what I have encountered with God. Amen. So in the process ya kuelezea mtu venye nimetembea na Mungu, you realize you have served God. Amen. So tunasema nini? Ya kwamba let our relationship with God be priority than serving him. Hallelujah. Because you can serve God and perish. You can serve God and go to hell. But you can never live a holy life and go to hell. Amen. Blessed be the name of the Lord. In another point, you are saying that anyone who desires to partake and manifest the divine nature, mtu yote ako na desire, anataka ndani yake kupartake divine nature. Tulisema kitu divine ni mambo ya kiungu. Experience the power of God, experience the grace of God, experience the favor of God. Mtu yote ndani yake anasikia ya kwamba anataka, and you desire, you must save your life apart for God. Yani utoe maisha yako kwa Mungu. You must set your life for God. Because if you don't set your life for God, if you don't set your life apart, yani ujitoe uamue, you will realize that utaishi when you have never experienced the presence of God, when you have never experienced the power of God. And I want you this year ufanye uamuzi ndani yako and give it a priority ya kutembea na Bwana until you have an encounter with God. Hallelujah. Patia mtu haivai mwambie tafadhali, make sure this year you have an encounter with God. So utafute Mungu kabisa. Na uambie Mungu, mimi Mungu mwaka huu ninataka tupatane na wewe. Ninataka encounter. Nataka kupartake the divine nature. Nisisikiange tu watu wanasema Mungu anatembeleaga watu. Because there are people who have never experienced the presence of God. And you need to experience the presence of God. Na inasaidiaga mtu kutafuta Mungu zaidi. Hallelujah. Blessed be the name of the living God. Kama kuna jambo linafanyaga mtu atetee Mungu, ni when you have an encounter. Bwana sifiwe. Because ni kitu ndani yako unajua. You know deep within yourself. So unawezanga kutetea Mungu pahali popote unaenda. Unaweza kutetea Mungu anywhere without fear, bila kuogopa, bila kucompromise. Unaweza kutetea Mungu. Blessed be the name of the living God. And I pray that in this service, kuna watu watajitoa and they will have an experience with God. Another point you are saying, God only allows those who emulate his character. Mungu huwa anaruhusu ama anakubali watu wale wanafuata character yake. Blessed be the name of the Lord. Ama tabia yake, mutugo wake, by being holy to become carriers of his power. Hallelujah.
So it is not everybody who can carry the power of God. Wale wanabeba nguvu za Bwana, wale wana partake in the divine nature, ni watu wale wana emulate his character. Hey, hallelujah. They emulate the character of God. Yani wanaiga tabia ya Mungu. Blessed be the name of the Lord. Na Mungu naye anawaruhusu. Are we together? They become carriers of the power of God. And it is good to understand that the power of God is a currency. Hallelujah. Sipatie mtu haifai mwambie, the power of God is a currency. Na ni currency inatusaidianga kununua vitu hapa duniani. And without that currency, kuna vitu hautawahi pokea duniani hii. Blessed be the name of the Lord. Na tulisema that God is not a respecter of persons. The power of God ni kwa mtu yote ambaye anaweza jitoa. Mtu yote anaweza emulate the character of God of being holy. Atembee na Mungu. You carry the power of God. And when you carry the power of God, you fear nothing. Amen. Blessed be the name of the Lord. You fear nothing. Because you have the power of God that surpasses any other power in heaven, on earth, and under the sea. Hallelujah. Kwa sababu watu wengi huwa wanadhreteniwa sana na waganga na wachawi na madevil worshippers. Ukisikia mtu ni wa ulimwengu wa roho, wa giza ya mashetani, ati hiyo ni kitu ya kukufanya wewe usilale usigizi. Bwana sifiwe sana. Ukisikia mtu ni devil worshipper, wewe hata haugetaka kupita njia ile iko, unapita njia nyingine. Na unahitaji, because you are the carrier of the highest power. Unahitaji hata unatamani mpatane na yeye, umchome na moto. Lakini wewe unaogopa nini? Because you don't carry the power of God. Amen. So we need to carry this power. And when we carry the power, we shall show the generations that there is a God in heaven. Blessed be the name of the living God. So we are saying in another point that we must strive for purity in character. Lazima we strive for purity in character. Character is the way we behave, the way we talk, the way we dress, the way we walk. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha, when we strive, blessed be the name of the living God, for purity in character, Bwana atatubariki. Bwana sifiwe. And we are saying, even in speech, the way we talk like people who know God. Jamani wa Kristo, tunaongea language zingine paka mtu akikusikia anajiuliza kama wewe unajua Mungu. Bwana sifiwe. I listen sometimes to the way people talk. The mouth, ile maneno mtu anatoa kwa mdomo, paka unashangaa. Na kwa hivyo tunasema lazima we talk like people who know God. We weigh our words. You don't just speak. You don't just be rude. Hata kwa barabara, hata kwa maoboresi, hata tukipika, we must talk like people who know God. Because there are some Christians who talk filthy language. Na ni Bible imetukataza kuongea filthy language. Kuongea kitu ingine inaitagwa debauchery. Debauchery is talking evil about sex. Unaona ile language ya sex watu wanaongea na uko nje, paka unasikia kama utafuga masikio. And you see, it's like we are copying the world in those languages. And our mouth is a prophetic organ. Amen. We are supposed to carry the power of God. Blessed be the name of the living God. Kuna pahali Mungu aliambia Jeremiah, that is Jeremiah 15 and verse 19. Jeremiah 15 and verse 19. Inasema, therefore, this is what the Lord says. If you repent, I will restore you, that you may serve me. If you utter worthy, not worthless words, you will be my spokesman. Let these people tell to you, but you must not turn to them. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo Jeremiah alikuwa anaambiwa not to let any unwholesome, words, worthless words kwa mdomo wake.
Bwana sifiwe sana. Ili Mungu aweze kumtumia. I don't know how many people knows that God uses our voice. We use our voice to destroy the enemy. We use our voice to declare and decree the things of God. We use our mouth. We use our voice. Therefore, our mouth should be used wisely. Blessed be the name of the living God. We do spiritual warfare by the mouth. We do spiritual warfare by the word. Meaning, mdomo wako ukijitokea kuwa loose, unaongea venye unataka, hautaweza kutumika na Mungu. Kwa hivyo tunasema, we must emulate, the character of God through speech, through conduct, the way we conduct ourselves, the way we carry ourselves. Blessed be the name of the Lord. The lifestyle that we live. Amen. The lifestyle that we live. Iwe ni lifestyle ambapo Mungu akiwa biguni anafurahi. By the lifestyle, the life you live. Don't live a lifestyle like the worldly people. We are living a lifestyle that will emulate the character of God. Bwana sifiwe sana. And then we are talking about faith to become like God. Tuwe na imani ili tuwe kama Mungu wetu. In the miracle service we said, the Bible says we are gods because God can use us to do what he does. Amen. Sisi ndio miguu ya Mungu, sisi ndio mikono ya Mungu, sisi ndio mkono wa Mungu, mdomo wa Mungu. Kwa hivyo we are gods because God can use us to do what he wants us, what he can do. Blessed be the name of the living God. So we are saying we need to devote ourselves to what is spiritually beneficial. Yani we devote ourselves kwa mambo ile ina benefit our spirit. Na nikifuatilia ama hata wewe ukifuatilia Wakristo wengi, mambo ile tunafuatilia sana ni mambo ya kubenefit miili yetu, ni mambo ya kubenefit maisha yetu. Lakini mtu wa ndani, the spiritual man is very weak. The spiritual man ni kama mtoto mdogo. Na kwa hivyo Mungu anasema nini? Kile tunahitaji kufanya mwaka huu ni ku make that person, the inner person, awe mkubwa, awe na nguvu. Hallelujah. So that you are able to represent God well. Actually, church, we are misrepresenting God. Hata kwa madhabahu wachungaji wale wananisikia, wanisikize. Because most of them are misrepresenting God in the altar. Because they lack the power. They lack the currency. Mimi hata ninajiulizaga na niliuliza jana, why do people fake things in the altar of God? It is because you don't know God. You don't need to fake anything. Kwani kazi hii ni yako, siko na mwenyewe, siko na Mungu wa mbinguni. We don't need fake pastors. You don't need to fake anything if you are sure you are serving God. Lakini unaona watu wengi wana fake miujiza. Why fake the miujiza when there is a miracle worker? Blessed be the name of the Lord. All you need is to carry the currency. All you need is to make the inner person grow, be big. Hallelujah. Maana watu wengi wa Kristo wengi, mtu wa ndani ni katoto na anahitaji kuwa a mature person. Si Bwana atusaidie kanisa. Blessed be the name of the living God. So that we become what God has created us to become. When you talk about revival, revival is about you as a person. If you yourself you are not revived, you cannot bring revival. Nobody can bring revival until wewe mwenyewe you are transformed. You have an encounter with God. You have the currency of power and faith. Then you can bring revival to the house of God. Lakini sasa hizi fake things na kukosa kutembea na Mungu na kukosa kujitoa, you don't consecrate yourself for God. Hawezi ukaleta revival. Tutaishi kuiba wimbo, tutaishi kuingia prayer and fasting ya kuleta revival. And I want to declare today, we don't need now prayer and fasting to bring revival. You need you to be revived. Hallelujah. But here mtu hai Bible, you need revival yourself. When you yourself you are revived, the whole world is revived. Hey, come on somebody. This is what we need. Blessed be the name of the living God.
Na mimi najua ya kwamba Bwana atatutendea makubwa. Mother ni agosho. So we are saying we need to devote ourselves to what is spiritually beneficial and discard everything that contradicts the will and the holiness of God. Yani discarding ni kukataa na kitu yote ambao is against the holiness of God. Hallelujah. Bwana sifiwe. Na kuna mambo tunafanya na hata tunafanya watu wengi wanatufanya tufanye ambapo sio ya kiutakatifu. Ni kwa sababu sisi hatujajitoa vizuri kwa Mungu. Unaangalia mambo ile unaambiwa ufanye. Na nimeona watu of late wamependa kupea watu mafuta wakunywe. Wamependa kumwaga mafuta ati watu wakanyage. Lakini hizi vitu si Bible. Hizi vitu si Bible. Amen. Those are wrong ways of healing or deliverance. Bwana sifiwe. Na tukifuata kwa Bible, hakuna mtu mmoja ameshamwaga mafuta watu wapitie. Hizi ni zile revelation nilikuwa nasema mtu mwenyewe anajipatia, anasema amepewa na Mungu. Anafikiria chenye atafanya, anafanya na anafanya wewe ufanye. And it should be discarded. Blessed be the name of the living God. Mtu mwingine aliniambia alienda kwa mganga akawekwa vitu, sijui aliwekwa vitu wapi. Vitu anawekwa tu. Sijui ni nini alikuwa anataka. Sasa hii mambo inafanyagwa na watu ambao wamekosana, wamewachana na Mungu wa mbinguni. Na mimi nataka tufanye madhabahu ya Mungu ikibiliwe na kila mtu. Blessed be the name of the Lord. Tufanye watu wote wakibirie Mungu wetu. Hiyo ndio kusudi langu ya this year, ya kwamba nitafanya watu wengi wakibirie Mungu. Nitafanya watu wengi wajue uzuri wa huyu Mungu. Nitafanya watu wengi wajue nguvu za huyu Mungu. Blessed be the name of the Lord. Ndio tuishi duniani hii vizuri na tuingie mbinguni. Amen. Na tutoe wa mama wengi. Mko na mwito mkubwa lakini mumeketi. Hallelujah. Lazima tutainuka. I don't know how many women you can see here. Tell them you must rise up. I saw another prophecy in somebody who was saying that God is raising women ministry. And it is true. Na hiyo ni ukweli. Bwana tusaidie sana. All right, to continue on. We are saying we must take care of our tongues and avoid speaking unnecessary. Are we together? Because sin is always present where there is many words. Wakati watu wanaongea sana, wanaongea maneno mingi, katikati pale utapata umedanganya. Katikati pale utajua ama utakuta umetenda dhambi. Proverbs 10 and verse 19. Proverbs 10 and verse 19. Proverbs 10 niwekewe haraka and verse 19. Inasema, when words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. Hii ni kitu tunahitaji kujifundisha. Maana kuna watu wanaongea because they are not able to hold their tongue. Na mimi nataka wewe unaongeaga sana uanze kufanya practice ya kuwa na discipline ya kunyamaza. Siku moja useme leo siongei, na ushinde the whole day you only speak when you are supposed to speak. Maana kuna watu wanapenda kushida wakipeana mastori mingi, na katikati ya hiyo mastori unaona mtu huyo anatoa uogo, maana wewe unafikiria lazima mkiwa na mtu uogee. Bwana sifiwe sana. So na ndio Biblia inatufundisha ukiongea sana in between utaingia kwa dhambi. Sasa Biblia inatufundisha whoever holds the tongue is wise. But there is not everything that you respond. Sio mambo yote unaulizwa una respond. Maana kuna watu wanaulizwa jambo, you even give the enemy your secrets. Blessed be the name of the living God. Kwa sababu ya kushindwa na kuhold the tongue. Bwana sifiwe. Then James 1:19, niwekea James 1:19. We are talking about consecration. Tunaongea kujitoa, setting one's apart, dedicating one's life for higher use or great purpose.
inasema, my dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Did you see that? That you should be, take note of this. Everyone should be quick to listen. Yani wewe ukuange haraka kusikiza, lakini kwa kuongea be slow to speak. Usiongeange kwa haraka. Maana umepata watu wale wanaongea kwa haraka, anajipata amesema jambo hakuwa aseme. Na unapata watu hawa, they are not able to keep a secret. Ukimwambia secret, utapata ameongea, utapata ameitoa. Ni kwa sababu gani? Anaongeaga kwa haraka. Si Bwana atusaidie, we be able to hold ourselves. Unajua kuna saa ingine jambo unasikianga uliambiwa na mtu na linakuchoma useme, linakuchoma sema sasa. Mara sifiwe sana. Kwa hivyo ujifundishe kuhold, nasema sikusemi. Amen. Blessed be the name of the living God. Na mtu ambaye anaongea kwa haraka, utajipata kama wewe ni mtumishi wa Mungu, umetoa siri nyingi za watu wale wanakuja kuwatembelea, na unawaita majina, unatoa siri zao. Na kuna mambo mingi tunaambiwa hatuwezi tukasema hapa. Bwana sifiwe. Kwa sababu itaharibu maneno, itaharibu familia. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha tujifundishe, tusiongee kwa haraka. Blessed be the name of the living God. And the Lord you bless us. Bwana sifiwe sana. Then we are saying another point. Now this is another point. Walking in divine nature requires that we be faithful with our material possessions. Walking with the divine nature requires that we be faithful with our material possessions. Ni kwa sababu gani? So that God can trust or can entrust us with the true riches which are spiritual. So ni kumaanisha there are so many Christians, they are not faithful with the material possessions. Na tumekuwa tukisema that giving is the idea of God. Ni Mungu mwenyewe aliweza kuanzisha. Na kwa hivyo kama kuna kitu tunahitaji yani iingie ndani yetu, it is to be faithful with our material possessions. Yani kupatia Mungu kile tunahitaji kumpatia. And I think this is why kuna mafundisho nyingi all over zinasema ya kwamba ati tunawafundisha taking advantage of you. We don't take advantage of you. It is a spiritual law. Hallelujah. It is a spiritual law. Na ni Mungu alianzisha. Si kwa sababu Mungu hana vitu. Na Biblia inasema if you cannot be faithful to God with your possessions, he cannot trust you with his possessions. Meaning hata kupatia mali nyingi. Na kuna level ya mali nyingi hauwezi ukafika paka na wewe ufike level ati unaweza toa mali nyingi kwa Mungu na ulale usigizi vizuri bila kushida ukisema nimetoa mali yangu yote kwa Mungu, bila kushida ukiambia watu ya kwamba Mungu anaweza kuitisha hiyo mali umpatie yote, na yeye Mungu hakuna mali duniani hii hawezi akakupatia. Blessed be the name of the Lord. Kwa sababu gani? Ya kazi yake. Amen. I wish the church people would know that it is only the gospel that is free. Kuhubiri gospel ndio free. Salvation ndio free. But to maintain it, it is not free. There is a cost to pay. Are we together? Ministry also, wale Mungu anawaita kwa huduma, it is not easy. Because it is not easy without money. Amen. Blessed be the name of the Lord. Na ndio maana tumefika hapa. Kufika hapa, we needed money. Blessed be the name of the living God. Mimi sijui kama wewe unashikangwa na uchungu wakati unaona umetoka nje, unapata tu kanisa twigi kama 5 ni tu mabati. Na hata ndani hatujakorogwa, ni tu teri, ni tu mchanga. Sasa uniambie hiyo kanisa kwa hakika ni watu wangapi wataingia ile kanisa? Blessed be the name of the Lord.
Kwa hivyo tunasema nini? Tunataka kufanya Mungu aonekane ni mzuri. Tunataka kuona ni Ngai ni mwega na ni muthaka. Amen. Actually, when we build this church, kuna mtu aliniandikia message akaniambia, you have made God look so good. And I felt, wow. Because we need to make God look good. We don't need to make ourselves poor. Ati Jesu no wa mathina, we Jesu tu wa mathina, ino cionge Jesu tu wa mathina. Najua kuna wimbo nilikuwa nasikia ukiibwa ati jina lake ni wa mashida. The Bible says he owns 1,000 cattle on a hill. If you want him to give you, be faithful with what he has given you. Usikule pesa yake, ilete. And God's money have names. Are we together? Pesa ya Mungu inakuwaga na nini? Na majina. I don't know to go on that line. Nisitoke kwa jia yangu, kwa message yangu. Naongea kuhusu kujitoa kwa Mungu, kujitoa mpaka vitu zako. Actually, ukifuatilia the disciples, they used to give. Wanapatana and they used to give. Actually, in the Bible, in the book of Acts, Biblia inasema walikuwa wanauza vitu zao, wanaleta pesa miguuni ya the disciples. Actually, kuna mtu anaitwa Joseph. I wish you can get for me that scripture. Anaitwa Joseph somebody. Aliuza nyumba yake kabisa, akareta katika madhabahu ya Mungu. Blessed be the name of the living God. Na leo ukiuza nyumba yako ulete pesa hapa, tutasema wewe ni wazimu. But the church of the old, they used to do that. They bring it in the house of God. Blessed be the name of the Lord. Na hapo ndipo Ananias alikamatiwa na Mungu. Maana ni yeye alikuwa amesema atafanya nini? Atatoa vitu kwa Mungu. Ni yeye alikuwa amesema, mimi niko na shamba, nataka niuze, nilete pesa kwa Mungu. Kwa hiyo kwendia migunda, kurehe nyumba ya Ngai, sisi wa kwanza. Kuuza mashamba, hata sisi kuna shamba tuliuza, ndio tulete nyumba ya Mungu ijengwe. Blessed be the name of the living God. Na Ananias aliambia Mungu, mimi nitauza yote na pesa yote nitafanya nini? Nitaleta. Alikufa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa kuwa mwaminifu na his possessions. Afadhali angeambia Mungu, nitaiuza nikugawie, hangekufa. Am I speaking to somebody? So lazima tufike hiyo level ya kutoa vitu zetu kwa Mungu. And the Lord will bless us with more finances. Blessed be the name of the Lord. Matthew 16, ndio nimalize hiyo. Then niingie kwa Holy Spirit na tutaombea watu after this. Matthew 16 verse 11 to 12. Matthew 16 verse 11 to 12. Be faster, be faster. I want to be faster. Matthew 16. Matthew 16, wewe toa kwa Bible yako. Hakika na mimi nitatoa kwa Bible yangu. Naona kama nitatoa faster kumshida. Matthew 16. Wewe uko kule juu, tafadhali harakisha. So Matthew 16, wacha tusome 11 to 12. Wacha nisome Bible yangu. Inasema hivi, Matthew chapter 16 and verses 11. Why can't you understand that I'm not talking about bread? So again I say, not Matthew, it's Luke. Now nasoma the long scripture. It is Luke 16. It's giving me the long scripture. Luke 16. Luke 16. Luke 16. Okay. And then we read verse 11 to 12. Luke 16 verse 11 to 12. Inasema hivi. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? And if you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with the things of your own? Blessed be the name of the Lord. Mungu anatufundisha kuwa trusted kwa vitu zako na vitu za wengine. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna watu nao sio waaminifu kwa vitu za wengine. Vitu za dunia uwe mwaminifu na Mungu atakubariki. Meaning
Kama ni vitu za wenyewe umepewa, rudisha. Bwana sifiwe. Usiaibishe Mungu kwa madhabahu. Na kuna wakati nilifundisha one of the deliverance classes, nikawaambia ukitaka vizuri usikopeshe wachungaji pesa na usiwakope pesa. Bwana sifiwe sana. Uweke mipaka. Let there be boundary. Blessed be the name of the Lord. Usije ukashikwa na mapepo ingine inafuatanga watu ya mokali. Blessed be the name of the living God. Na inakuzuia kufaulu. But what you are saying is that Mungu atusaidie. In another point you are saying, many things that discreet men are likely to happen around us. Mambo mingi ambayo inafanyanga watu wawe discreted. But we can choose to consecrate ourselves to God. Yati mambo hayo inaweza fanya wewe ukose kuheshimiwa. Let me use a better word. Ikose wewe ukose kupatiwa honor. Ukikosa kuwa mwaminifu katika madhabahu, ukikosa kuwa mwaminifu katika mambo ya dunia, ati mambo hayo inakunyanganyaga honor. Si unaona? Imagine wewe umeokoka, umejazwa na Roho. Na sasa tukiwa hapa tunaweza pata wamama wamesimama pale wanakugojea, wanasema tunataka pesa yetu, na wewe uko hapa. Si unaona ona umetolewa? Blessed be the name of the Lord. Na umeokoka. That is why you need to be faithful in whatever you do and whatever you give. Blessed be the name of the Lord. So tunaweza ondoa mambo yote ambayo inaweza fanya sisi tusipewe honor in the name of Jesus. So we are saying consecration requires that we be different. Setting ourselves apart inafanyanga sisi tuwe different na watu wa dunia. The way we do, the way we talk, even the area of being faithful in the area of finances. Blessed be the name of the living God. So hakuna kusema nipatie unga nitarudisha, na unajua ndani yako that money you will never give back. Yani hiyo inakuzuiria kutumika na Mungu wa mbinguni. So we are saying we must be different from those people who are ignorant of the will of God. Lazima tuwe tofauti. And then we are saying it pleases God when believers forfeit everything else and choose to be on his side. Ati kama kuna kitu inafurahishanga Mungu, ni wakati wewe Mkristo umejitoa, umeamua kuachana na vitu nyingi zile watu ambao wa dunia hawaelewi. Are we together? Ndio uweze kutembea na Mungu wa mbinguni. Blessed be the name of the living God. Be on his side, meaning you cannot compromise. You want to be on the Lord's side. Unataka kuwa katika pande ya Mungu. Na jambo hilo huwa linafurahisha Mungu. Bwana sifiwe. So finally we are saying this makes him hearken to their cries when they call upon his holy name. Mtu ambaye amejitoa kwa Mungu. You have consecrated yourself to God. Umeamua kuwa on the side of God regardless of the situation. Ati na wewe you will call upon the name of the Lord and he will hear you. Amen. Nimekuwa nikifundisha nikasema every promise of God has a condition. There is a scripture that says that when you call upon me, I will answer your prayers. Are we together? Lakini ni vizuri ujue kuna condition for God to answer your prayer. Ni kujiconsecrate, ni kujitoa kwa Mungu, ni kuwa katika laini ya Mungu, ni kutembea na Mungu, ni kujua na Mungu. God does not just answer prayers. Amen. Kwa hivyo ni kumaanisha ni lazima mtu ashike Mungu namna hii. Na mwaka huu, this is my prayer for us. This is my prayer for whoever is listening to me. Hakikisha umeshika Mungu namna hii. Hallelujah. Church, it is not difficult. Ni kujitoa tu, ni kuamua. It is changing your thought pattern about God. Hallelujah. And you'll be blessed by God. Hallelujah. Then, the second point ndio nitoke hapo. We are talking about keys of partaking the divine nature. The Holy Spirit. Wacha niongee kuhusu the Holy Spirit kidogo, and then we shall have time to pray. Blessed be the name of the living God. So when you're talking about the Holy Spirit, ningetaka kuanza na kusema that the operation in the divine nature, ama in the operation of divine nature, we must be filled with the Holy Spirit. Ndio wewe uweze kupartake in divine nature. Kama kuna kitu lazima uwe nayo, you must be filled with the Holy Spirit. You must submit to the leadership of the power of the Holy Spirit. And you cannot be able
ama you cannot be in a position to submit. Hautaweza kusubmit kwa Roho Mtakatifu kama wewe haujajazwa na Roho. Bwana sifiwe. Kwa sababu mtu ambaye amejazwa na Roho anasikiaga Roho akiongea ndani yake. Kwa hivyo ni kumaanisha you are able, you have the ability to submit to him, because akiwa ndani yako huwa anakuongoza. And the Holy Spirit leads us in every aspect. Huwa anatuongoza, anatuambia ile njia tunahitaji kupitia, na mambo mengine he wants us. And when you fail to hearken to his voice, you realize that you end up suffering. Blessed be the name of the living God. In another point, we can say the law of the Holy Spirit is in two ways. The law of the Holy Spirit is in two ways. Number one is recreation. Recreation. Number two, I will explain, don't worry. Number two, purging away our old way of life. Purging away ni kumaanisha kutusaidia kuondoka katika njia zetu zile tulikuwa tunaishi before we come to Christ. Labda ulikuwa unaingia katika immorality. Maybe umeishi katika sexual lives. Maybe umeishi katika hiyo mambo. When you come to Christ and you receive the Holy Spirit, anakusaidiaga, anatakaza ndani yako, until deep within yourself you feel this thing I can't go to it. Na ukitaka, kwa sababu mind yako imezoea. Unajua mind yako imezoea, mwili wako umezoea. So ni kumaanisha hiyo kitu inaweza kaa ikikujaga kwa mind. Ukitaka kufikia utaenda, the Holy Spirit in you tells you no. Amen. Unasikia deep, anakuambia usipite hapo. I don't know how many have ever experienced. Not only in that, kwa jambo unataka kufanya, na hilo jambo ukiliangalia, jambo hili unasikia ndani Roho Mtakatifu anakataa uifanye. There are many times I have stopped to do some things, not because they are bad, not because they are sin, lakini ni kwa sababu Roho Mtakatifu amekataa, amenikataza, na ninasikia ndani yangu. Blessed be the name of the living God. Kuna pahali hata niliitwa nikahubiri, and deep within my spirit I felt the Spirit says no. You see, si Mungu anajua, si kazi hii ni ya Mungu. So sifai kusema ati I have to serve God, lazima niende. Hapana. Because the Spirit says no. You see, if you want to manifest in God's power, serve where God has sent you. Did you hear me? Serve where God has sent you. Ukienda pahali Mungu hajakutuma, God does not come, simply because you have refused to submit to the Holy Spirit. Blessed be the name of the Lord. John 6 and verse 63. John 6. Sijui mtu wa media alienda wapi, ama imekwama, ama Bible imekwama. Si mnaona the reason why we need a paper Bible? Ile Bible ya ile analiwekea hapa ni kama hiyo ya simu yako. Bwana sifiwe. So even when I was in Oro nilikuwa na tablet, but I had a paper Kikuyu Bible. In case kakatae, maana kanaweza kataa. Kanaweza kataa kufanya nini? Kusoma, kakatae. That's why we need a paper Bible. Fanya mwenzako hii, mwambie kuwa na paper Bible. It is important. Si unaona sasa tungekaa bila kusoma Bible. So John 6. I hope umetoa John 6. John chapter 6. Leo nataka niombee watu wajazwe na Roho Mtakatifu, na wale wamejazwa nataka wapate nguvu nyingi zaidi. Blessed be the name of the Lord. Na wale mumeongea na tongues aina moja miaka mingi, muongee na different tongues, because it's good. It is nice to speak in tongues. Wale mumeongea siku kwa dakika kidogo, muwe na ability ya kuomba masaa mingi. You become build up. So verse nimesema verse what 63. Inasema hivi: the Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing, and the very words I have spoken to you are spirit and life.
At the very words Jesus speaks, they are spirit and life. Bwana sifiwe. Hiyo ni kumaanisha the words that Jesus speaks, they are spirit and life. Meaning, tukishika neno la Bwana, neno hili la Mungu ni power, ni roho na liko na nguvu. Amen. Kwa hivyo ni kumaanisha mtu anahitajiki atembee na Mungu, awe na power ndani yake, ndio uweze kuleta power katika neno la Bwana. You see, he word when it is in the paper, it is simply in the paper. Amen. Na ndio unaona hii Bible ukisoma itashomeka. Usiseme ati ni neno la Mungu haiwezi ikashomeka. Hii ni karatasi imeandikwa neno la Mungu, itashomeka. Bwana sifiwe. This is the reason why hii neno la Mungu linahitaji tulitoe kwa Bible, tuliweke ndani, tuifanye real. Amen. Are we together? Ndio hata kama hauna Bible iko ndani, and when you carry it within yourself, you make it a reality. Na mtu anafanyaga the word of God a reality ukitembea na Mungu, because the word of God is power, the word of God is spirit. Utembee na Mungu kabisa, ndio we make reality. Blessed be the name of the living God. Na watu wengi tumeishi hii Bible inakaaga tu kwa karatasi. Kwa nini watu wananyogwa? Na umeweka Bible kwa kichwa, umeweka Bible kwa miguu, na umeweka Bible kwa side na kwa side. Mtu amelala na Bible ine, lakini usiku ananyogwa na mapepo na anapewa slapu mbili na mapepo. Mbona unanyogwa na mashetani na uko na Bible mbili? Because the word of God in the paper will not help you. Kile kitakusaidia ni the word of God umetoa, umeweka ndani, umebeba power, because the word of God is power. Blessed be the name of the Lord. Na hii ndio nataka kanisa, as we continue on, tuibebe. Hallelujah. Paka ukikaribia mtu hivyo anachomwa na nguvu za Bwana. Amen. Mimi sijui wa mama ni nini na wasubuaka. Blessed be the name of the Lord. You know, when you carry the power, umebeba moto, si umelala na mzee, si unamwabukiza. Na bona wewe unasema anakufukuza na mapepo ili ako nayo. Mungu unate akanitha. Ni wewe uko na shida. Hallelujah. Ni wewe uko na nini? Ni wewe uko na shida. Blessed be the name of the Lord. Kuna mtu aliniambia siku ingine ati mume wake ameenda kwa devil worshiper, ametoka huko anaingia kwa mabuzi kushija hiyo mabuzi. Sasa ati mtu mwingine akamwambia, sasa wewe ukilala na mume wako utaambukizwa hiyo mapepo. Hiyo ni mafundisho ya uongo. Are we together? Let me tell you something. Kitendo cha ndoa kwa mume wako, are we together, haiwezi kaleta mapepo hata kama ni shetani. Ni mwajigua. Are we together? The devils know the spiritual law. Ile inaletaga mashetani ni kitendo cha ndoa cha kuiba na igiguko ni isi. Para sifiwe. Lakini ukibeba nguvu za Bwana hata mkilala, si unanena na lugha na uko ndani. Ama hamjui mtu anaweza nena na lugha bila kutamuka na uko ndani? Yani ugatheruka power. Are we together? Una neutralize power zake more than your gospel. We need the power, church. It is a currency. Fanya mtu mwambie power is a currency. Na inaanzaga na kujazwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Blessed be the name of the living God. In another point you are saying that this word of Jesus Christ that are spirit and power, they have the power to transform. The word of God has the power to transform. That is why unaona mtu akiokoka, azame ndani ya Mungu, mtu huyo anakaaga mtu tofauti. Are we together? Ninaonaga watu wakiingia deliverance class, mtu anakuaga holics. Unajua ile inaitauga holics? Hata ukimwangalia uso hana raha. Hata venye anavaa na si kukosa maguo mazuri. Lakini as time goes by, unaona yule mtu amekuwa transformed. Ameanza uso kuwa mzuri, maana ameanza kupokea nguvu za Bwana. And the power of God within transforms somebody. Hallelujah. You become a different person more than your gospel. Unajua ninaangalia, kuna siku niliangalia picha zangu. Nikaangalia picha yangu moja. Na nikaona hiyo picha ninakaa kama nina miaka 50.
na nilikuwa na miaka 30. Nilikuwa huko kwetu Ushago. Bwana sifiwe, because tulikuwa tunaishi Ushago before we come here. Bwana sifiwe. Nikaangalia hiyo picha. Niko tuira ng'ombe. Bwana sifiwe sana. Na nikumaanisha wakati ule level yangu ya kiroho na leo ni tofauti. Niliangalia nikaona hiyo inakaa miaka 50 na leo ndio niko na over 50 na sikai hivyo, ninakaa sweet 16 wewe. Hadi utakuwa old. Basi sifiwe sana. Ama unaona aje ninakaa old? Hapana, ni transformation ya mafuta. Mtu akikaa kwa mafuta anakaaga mzuri, takoraga. Akoragwa na miaka mingi lakini bado ni msupu. Ni nice, ni super, ni nice, ni beautiful. Hallelujah. Am I speaking to somebody? So kwa hivyo ndiko manager, Gai yoyo ni erosio gema Gai yoyo ni mwega. He is a good God. Blessed be the name of the Lord. So nataka tuwe na encounter, tujazwe na roho. Na ukijazwa na roho, unene na lugha. Usinenage wakati uko church. Tafutaga wakati uko peke yako. Usinene wakati mzee yako hapo na watoto wamelala, utawaamusha. Tafuta wakati wako ukiwa peke yako. Nena na lugha masaa mingi. Uanze your inside will be transformed. Bwana sifiwe. Na unaona you become a strong Christian. Hallelujah. Na ufurahiage wokovu wako. Mwadhani ya gosho. Maana wokovu ni raha. Blessed be the name of the living God. Then you are saying, he removes the old nature, anaondoa the old nature and enable us to operate in the supernatural. Anaondoa the old nature. Yeye ndiye anatusaidianga kuoperate na supernatural. Actually, mtu yote amejazwa na roho anaweza fanya miujiza yoyote. All what you need ni kutembea na Mungu. It is level. Are we together? We move from one faith to another, from one grace to another, from one level to another. Mtu yote amejazwa na roho. You can consecrate yourself. Ujitoe kwa Mungu, utembee na Mungu mpaka ufike pahali unatumiwa na Mungu. Nikiangalia maisha yangu, nilijazwa na roho many years ago, 1987. But you see, nimetembea na Mungu. Nikiangalia wakati nilijazwa na leo ni tofauti. Nilikuwa nimejazwa lakini singeombea mtu apone. Nilikuwa nimejazwa lakini singetoa pepo itoke. Ingine ilikuwa inanikodolea macho tu hivi. Lakini as time has gone by, ninaona hakuna muujiza siwezi nikafanya. I am not afraid. Deep within myself, sisikiagi kuogopa kuombea watu. Sisikiagi uoga wa kutoa mashetani hata iwe ni male makubwa. Unajua kuna mashetani makubwa na dogo. Blessed be the name of the living God. I have been transformed. Nimetembea na nguvu za Bwana. Such that even when I'm ministering, you can hear the presence of God. You can hear you can feel it. You can perceive the presence of God. Na hapa ndipo tunasema ufike. Hallelujah. Because God is not a respecter of persons. The difference between you and me ni ya kwamba ni kujitoa. Mimi nilijitoa na nikaamua. Are we together? Even before I was consecrated to the altar, even before I was set apart to be a pastor, I had set myself apart for God. Amen. Blessed be the name of the Lord. So we are saying, na nikumaliza ninamaliza, oh my God, my time is gone. That Jesus told his disciples to tarry in Jerusalem. And that one you see in the book of Luke 24 verse 49. Ninaona kule Morris amekwama kabisa hii. Luke 24 verse 49. Aliambia the disciples to tarry in Jerusalem until they were endued with the power. Look at it, he said, I'm going to send you what my Father has promised. But stay in the city until you have been clothed with the power from on high. You see, anawaambia, I'm going to send, nitaashiria what the Lord has promised, what God, I'm going to send you what my Father has promised. Na promise ya Roho Mtakatifu utasoma Joel in the Old Testament. It is prophesied that during the last day, watu watajazwa na roho, watanena na lugha, men and women watajazwa, watanena na roho.
So Jesus told them to tarry in Jerusalem. Unajua the disciples walitembea na Mungu kwa muda mrefu. Blessed be the name of the Lord. Hapa kwa hapa. Yesu hapa na hapa. Blessed be the name of the Lord. So they didn't need the helper. But you see, when he went akawaambia, nyinyi you tarry in Jerusalem. Alikuwa amewaona. You cannot do it. You cannot serve God without me helping you. That is why the Holy Spirit is called a helper. He helps us to serve God. Akajua nyinyi hamwezi without a helper. Gojeeni helper. Hallelujah. Na helper akikuja, mutaweza kufanya mambo makubwa. You shall be witnesses in Jerusalem, Judea, and to the uttermost world. So waliwezeshwa na nani? Na nini? Na nguvu za Bwana. Nguvu za Roho Mtakatifu. They give them boldness. Meaning, Roho Mtakatifu anapatiaga mtu boldness. Hallelujah. Na ninapomaliza niseme my final, hallelujah. Patia mtu hivi mwambie pastors final. Nimesema final mara mingi, but now my final. Blessed be the name of the living God. It is in the book of Luke 4:18-19. Lakini tutasoma ninapoendelea kuongea. Bwana sifiwe sana. As you see, blessed be the name of the living God. Okay, we are saying that before God manifested his divine power in creation, before he manifested his power in creation, the Holy Spirit was hovering in the world. Tuliongea kuhusu procreation. Blessed be the name of the Lord. He was hovering in the world. Bwana sifiwe sana. And so we are saying he hovered over the water. Jesus said that the Holy Spirit was the key that helped him bring healing and deliverance. Hiyo ndio Yesu alisema. Na ukifuatilia utaona Jesus Christ, before he was Holy Spirit filled, hakufanya kazi yoyote. And he was God. Jesus was 100% God and 100% man. Na Bible inasema before he was filled with the Holy Spirit, he did not do anything until the Holy Spirit came upon him. So scripture hiyo nimesema ya finally ni Luke 4:18-19. Na shake time nimalize. Inasema, the Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Huyu ni Mungu alisema, the Spirit of the Lord is on me. And there was a particular time during baptism that the Spirit of God came upon him. Na akaweza kufanya kazi ya Mungu. Hallelujah. Kwa hivyo ni kumaanisha we really need the Holy Spirit. It is a need. We need to be filled with the Holy Spirit. Blessed be the name of the living God. So we are saying to walk, my last point, andika hapo, my last point. To walk in the manifestation of the divine nature, kuweza kutembea na divine nature, we need to activate the gifts of the Holy Spirit. Mtu yote amejazwa na Roho, you can have the gift. Lakini kama haujajazwa, hauwezi ukakuwa na gift. So you start by being filled with the Holy Spirit, so that now you manifest the gift of the Holy Spirit. Gift of the Holy Spirit zinatusaidianga kufanyia Mungu kazi. Blessed be the name of the Lord. Na huwezi ukafanyia Mungu kazi when you don't have the gift of the Holy Spirit. So we need to allow him to deprogram our program. Do you know what we mean by that? To allow the Holy Spirit to deprogram our program. Kwa sababu tunakuaga tuna program zetu hata wakati tunahubiri. But when you have the Holy Spirit, he deprograms them. Kuna wakati tunataka kumaliza ibada, lakini anakataa. Ana deprogram my program ya kumaliza ibada. Anasema bado niko, kuna kazi ninataka kufanya. Sifai kumkataza atembelee watu wale ameamua. So and I'm very sensitive when it comes to that. Maana naye mikutano yote ni yake. Blessed be the name of the Lord. Kwa hivyo ni vizuri tunasema ya kwamba we allow him to guide us. Amen. We allow him atuongoze. Maana nyinyi wote mko hapa, kuna wale Mungu ameamua kutembelea siku ya leo. Na atawatembelea.
Blessed be the name of the living God. Kwa sababu that is his work. Anajua, anaelewa ya kwamba ananisaidia kuwasaidia, anatusaidia kusaidia watu wengine. So we need the helper, we need the Holy Spirit. Blessed be the name of the living God. Ndio naonaga so we are saying, ndio unaonaga kuna watu wanaiba nyimbo, Roho Mtakatifu anashuka, na ni kuiba ameiba. Mtu huyo amejazwa na Roho na ametembea na Mungu. Na mwingine anaiba nyimbo za Mungu, zinakuwa ni entertainment, hazina power. So we are saying, when this happens, wakati wewe Mungu umekubali, he deprogram your program and programs you to his line, what will happen is that we do not struggle again to connect with him. Amen. We do not struggle again even to serve him. We do not struggle again for the manifestation to be seen. Ama for his manifestation to be seen. Why? Wewe umekubali, mumetembea na yeye. Na ndio umeona most of the time hata nasimamaga hapa na unasikia watu wamejazwa na Roho, wengine wanaaguka, wengine wanapiga duru, because I have allowed him. Ni kazi yake, si kazi yangu. Amen. Na kwa hivyo ni kumaanisha, if we agree today to allow ourselves to God, we will be filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit will help us to consecrate ourselves. Did you understand now? You will be helped by the Holy Spirit kujitoa kwa Mungu sababu ya encounter. Tusimame kwa miguu yetu. My time is gone. I don't want to go beyond there. Tomorrow I'll try to talk about 2 more, and then we'll finish with the Friday. Na tutabarikiwa na Bwana. Shatarabaganda. Yes, tusimame kwa miguu yetu. Mimi nataka leo kuombea watu wajazwe na Roho, na wale wamejazwa tutaongeza nguvu nyingi za Bwana. Blessed be the name of the Lord. So situpate wale wote hawajawahi jazwa na Roho Mtakatifu, haujawahi ongea na tongues, haujawahi nena na lugha na ungetaka, jirete hapa. Tunapoanza kuabudu Bwana, wewe ukuage hapa, ukiabudu Bwana ukiwa hapa. Dakika kidogo tu, maana nataka tuashirie turudi kwa job. Jirete tu hapa. And don't look at me. The baptizer of the Holy Spirit is God. It is not me. The baptizer of the Holy Spirit. Ramashanda Rarabaganda. And you're only going to worship God when you're here. Don't beg. You only go to worship God and tell the Lord will feed you with his Spirit. Just worship the Lord. Sharabahanda Rabashanda. Just tell God thank you. Ramashanda. Na uwe umeokoka. Kusitokereze mtu hajaokoka. Uwe umeokoka. Kuna mtu ametokereze hapa hajaokoka. Wacha nione. Kuna mtu ametokereze hajaokoka. Tafadhali, the Holy Spirit is for people who are born again. Sasa inua mikono yako tunapoabudu Bwana. Just thank the Lord. Sharabahanda. Hakuna kitu mtu anafanyanga dia ajaswe. It is just receiving. So just thank God. Shararabaganda. Just thank God with your own language, your own language. Tell God thank you for the Holy Spirit. Thank you for the Holy Spirit. Wale wengine mumebaki, nataka kuamini mumejazwa, unanena na lugha. Tuanze kunena na lugha. Sharabahande rebaganda. Rama sharabahanda. Nena na lugha. Rama kanda. Rema seketaya mahanda. Nena na lugha. Shararabaganda. Nena na lugha. Tutaabukiza hawa kunena na lugha. Hawa kazi yao ni kuambia Bwana thank you for the Holy Spirit. Na ujiashirie kwa Bwana. Jiashirie kwa Bwana. Sharararama. Shatarararama. Jiashirie tu. Don't be Steve. Jiashirie, tutakuabukiza. Ramba kanderereba. Sharararama. Utafungua tu mdomo ushukuru Bwana. Usitokerezee hapa alafu wewe hauneni, unanyamaza. Roho wa Mungu hawezi akakuja kama umefunga mdomo. Fungua tu mdomo, sema asanti.